Wanakadiria hawa kutoka kule mjini Mombasa katika kaswida hiyo haki za mke na mume, wanatugongea 3:25 saa hizi ni za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, wakati tunapoendelea na shamra hizi za furaha pamoja na saumu ya sita, tumetoka kwenye saumu ya Ramadhan. Basi msikilizaji, huu ni mwezi tuliotoka, ulikuwa ni mwezi wa huruma, mwezi wa kuvuta kumbukumbu na pia kuanza fresh, mwezi wa kuanza fresh. Wakati ule mwezi ulipoweza kuonekana na kutangazwa kwamba ilikuwa ni Ramadhani, basi nyoyo zetu zenyewe zililainika, roho zetu pia zikajikurubisha na Mwenyezi Mungu. Wakati haya yote yakiendelea, M-Pesa iliingia miaka 18. M-Pesa ilihitimu miaka 18. Yaani kwa ufupi, M-Pesa wataenda kuomba kitambulisho. Mwaka huu wataenda kuomba kitambulisho kwake Kipchumba Murkomen. Wataenda kwa Kipchumba Murkomen na waombe kitambulisho kwa sababu mwana wao M-Pesa amefikisha miaka 18. Basi M-Pesa inatutakia siku hizi pia za mfungo wa sita, wanatutakia saumu makbul, na pia wale ambao wanaendelea kusherehekea Eidul Fitri katika siku hizi za shamra pia na wao wanatakiwa Eid Mubarak. Na pia wale ambao sita inaendelea wanasema M-Pesa tuendelee na muondoko ule tuliokuwa nao Ramadhani, yani muondoko wa closer to the divine, tuwe karibu na Mwenyezi Mungu. Sio Ramadhani imeisha basi ndio tunaanza kurudi kwenye yale mambo, ama tunaanza kupunguza kasi kwenye ile ibada. Katika safari hii basi ya ukuruba wa Mwenyezi Mungu, tusisahau ile hisani, pia kuwa na hisani, huruma pia, tuhurumiane miongoni mwetu ili tuweze kutiana mianga katika nyoyo zetu, yani miangaza katika nyoyo zetu. M-Pesa inatutakia siku hizi ziwe tulivu na ziwe ni zenye kupita vizuri na salama salmini, kama vile Ramadhani tulivyoweza kuikamilisha. Ujumbe huu kutoka kwa M-Pesa hadi kwa watumizi wake wote wale ambao wanatumia huduma hiyo ya M-Pesa. Na wakati huu M-Pesa wanatutakia utulivu, amani, mapenzi na baraka zisizoisha, yani baraka zisizoisha kutoka kwa Mola wetu. Kumbuka M-Pesa imekuwa katika maisha yetu, katika huduma zetu za kila siku, iwe ni huduma ya wale customer, yani wateja, kufanyiwa urahisi kuweza kulipa, kufanya malipo yao katika manunuzi, katika huduma wanazozipokea, basi wanarahisishiwa kwenye kulipa na walikuwa wanasevu wakati, yani unaokoa wakati. Pesa zako pia unatuma na kupokea pesa kupitia kwa M-Pesa popote duniani, kupitia kwa transactions zile ambazo huwa zinafanywa either za malipo, unamtumia mwenzako. Kama hivi leo tunazungumza jinsi ambavyo Fadhilatu Sheikh Abu Muhammad amefanya, ni M-Pesa ametuma credit hiyo kwa M-Pesa, na sisi pia tutaitumia kwa njia hiyo kwa ajili kutiana ile furaha. Kwa hivyo M-Pesa pia imesaidia Wakenya wengi sana kukuza biashara zao zile zilizokuwa ndogo. Katika shopping center zote huwezi kukosa M-Pesa agent hapo ndani, kwa sababu yote hii M-Pesa inarahisisha zile huduma na services ambazo zote tunaenda kuzitafuta, iwe ni madukani, iwe ni katika shopping centers, iwe ni huduma center, iwe ni katika seriani, zote hizi tunapata, iwe ni katika barabara ya express highway. Pia M-Pesa inaturahisishia na inatuokolea wakati pakubwa sana. Basi imekuwa pia ni chanzo cha Wakenya wengi sana kujipatia chakula chao, yani maisha ya kawaida ya kila siku, kujiwezesha mkono angalau kuelekea kanwani. M-Pesa wamehitimu miaka 18 au imehitimu miaka 18, na wanataka kukushukuru sana kwa wewe kuwa mmoja wa wale ambao walifanikisha M-Pesa ama taifa hili kuwa taifa la M-Pesa. Wakati M-Pesa ikihitimu miaka 18, je, ulijua ya kwamba kutuma shilingi ama kulipa shilingi 100 kupitia kwa M-Pesa kwa till number yoyote ile ni free, ni bure, ni sare? Basi M-Pesa, safe and secure partner for growth. 30 dakika zimeshakatika, ukipenda ni saa 3:30 saa hizi ni za Afrika ya Mashariki,
awamu yetu ya 4 na ya mwisho msikilizaji, ambapo awamu hii moja kwa moja katika mada yetu ya siku leo hii, na kama tulivyoahidiana na kukubaliana hapo awali, tutaizungumzia tena ziara ya rais, ikiwa leo ni siku ya 3 katika eneo lile la Mrima. Yuko Mrimani rais katika siku ya 3 ya ziara ya eneo hilo, na mambo ndio kama hivi yanavyoendelea huko katika maeneo ya Mlimani. Tumetengeneza na watu wa Mlima, na siwezi kukubali mtu yeyote kuja kati yetu na ile kazi tumefanya kwa pamoja. Tutasimama ngangari. Kuna watu kwa miaka mingi wamenyonya jasho na damu ya wakulima wa miraa kwa sababu wametengeneza cartels ya kudhulumu wakulima wa miraa. Kweli si kweli? Na leo rais ametoa amri. Urafiki nimetengeneza na watu wa Mlima ni urafiki ambayo tumetengeneza kwa miaka karibu 20. Kuna mtu atakuja kuvunja urafiki ambayo mimi nimetengeneza na watu wa Mlima, na siwezi kukubali mtu yeyote kuja kati yetu na ile kazi tumefanya kwa pamoja. Tutasimama ngangari, na mimi nitahakikisha kwamba maslahi yenu, maslahi ya Wakenya wote, tumeunganisha Kenya na Kenya isonge mbele. Na hivyo ndivyo mambo yalivyo msikilizaji, katika ziara hii ya rais, siku ikiwa ni ya 3. Siku ni ya 3 ziara hiyo ambayo inaendelea kule katika maeneo ya Mrima au Mlimani, sehemu ya mlima wa Kenya, ambapo mambo ndio kama hivyo tulivyoweza kuyapata hapo kwa jinsi yalivyo. Haya, kuna sauti nyingine lakini tutaweza kuzipata wakati tunapokuwa tunaendelea na kipindi chetu cha Dau la Iqra. Kwa sasa msikilizaji, basi moja kwa moja kupitia 0727444454 au 0738648881 zikiwa ni nambari za moja kwa moja hewani msikilizaji. Tunapokea simu yako tuweze kujua hisia zako kutokana na yale yanayoendelea, lakini kubwa ni kwamba Rais William Ruto anasema kwamba bado yeye ndiye kusema Mlimani, anasema yeye ndiye mfalume halisi wa siasa za Mlimani kule. Iqra FM, hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhani Mufat huyu Mbagazi. Karibu sana Ramadhani Mufat. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Sababu yeye Mwenyezi Mungu ndio chanzo la maisha yetu. Kabisa. Na pia kulingana na huyu rais wetu wa nchi yetu tukufu, kwa sababu ndio tumezaliwa ndani yake Kenya hii. Ndio. Hakuna Wakenya wengine tunaweza kujivunia. Tukitoka hapo tuseme tunaenda nchi nyingine, tutaitishwa passport na tumetuulizo tumekuja kufanya nini. Ndio. Kiongozi ya nchi nyingine ni kiongozi wa nchi hiyo, lakini hii wetu ni huyu. Mimi Kenya najua Bwana Ruto ndio ni rais wetu. Mimi mwenyewe nimeongea na rais wa Somalia, chaguliwa na Mungu. Ndio. Hakuna kitu chochote Qurani inatuambia kwamba kinaweza kufanyika pasipo yeye kutaka Mungu. Sana. Hata kama ni mauti inatimia nyakati zile Mwenyezi Mungu ameitaka ifanyike. Kwa hivyo rais sisi tunamappreciate. Lakini sasa kitu anasidisa imetengeneza na watu wa Mlima. Sasa ndio hiyo saa yote ilikuwa, hata Gachagua alikuwa anasema Mlima. Sasa hii Mlima peke yake na miraa hiyo haiwezi kusaidia Mkenya. Kusukuza miraa ati kuna makateli wamenyonya damu, wamenyonya jasho inyonyu. Jasho inatoka tu. Kenya yote akisema wamenyonya damu ya miraa. Mimi kusikia miraa ati miraa ndio inatetewa, miraa mimi sioni faida yake. Miraa mairungi ndio sasa angesema kitu kingine. Lakini maneno ya miraa hii yenye unakuta matafuna, mtu anatafuna anaacha kwa faranda, ukikanyaga unaona kama ni utumbo wa mbuzi hii ndani.
sio kitu ambayo inaweza kutetea. Ni maendeleo ni vizuri kufanya, kwa sababu hii ndio cash crop ya area hiyo, ili wapate riziki waendelea kuishi. Lakini mimi miraa siipongezi, na rais mwenyewe mimi naweza kusema ni Mungu alimchagua, kwa sababu pasipotaka Mungu hawezi, hakuna jambo litatendeka. Kwa hivyo rais Kenya mimi namsubiri, kama Mungu atanijalia niwepo. Unajua 2027 unajua sio wazee watapiga kura ama majenzi wakifeli tu atarudi tu huyo tu, kwa sababu wao ndio wanatakana wapige kura wamthibitishe, waone kweli maendeleo alikuwa ameyafanya. Sasa ikiwa sisi tutakuwa sasa wategemea sisi tupige kura kama raundi ile walifanya, wakasema wazee wapige kura, wazee walienda wakachagua yeye, wakachagua